Karibu Tabora, karibu Toronto. Kwa majina naitwa Esther Eliud Nyangali. Ni mara yangu ya kwanza kufika kwenye hiki kijiji cha Kongwa Maji. Nimekisikia muda mrefu. Kwa upande wangu sikuwahi kujua kama Dodoma kuna mahali pana chemchemi ya maji, lakini nimefurahi sana kufika eneo hili, na nimesikia story nyingi toka nilipofika Kongwa mjini na mpaka nilipofika kwenye kijiji hiki. Nimesikia story nyingi sana na ninafurahi. Ni mbali kidogo, lakini nimefurahi sana kufika kwenye kijito hiki cha maji. Tanzania ni moja kati ya nchi chache sana barani Afrika na hata wakati mwingine ulimwenguni, kwa kuwa na vivutio ambavyo ni adimu sana kuweza kupatikana maeneo yoyote yale duniani na Afrika kwa ujumla. Mahali hapa nilipokaa ni chanzo cha maji kutoka wilaya ya Kongwa, chanzo ambacho kinafahamika kwa muda mrefu, kimetumiwa na wakazi wa eneo hili. Pengine tangu kutangazwa kwa eneo hili rasmi kuwa kijiji cha Kongwa Maji kutokana na chanzo hiki, wenyeji wa eneo hili wanatuambia chanzo hiki hakijawahi kukauka. Yawezekana ukaona ni miujiza, lakini wenyeji wa eneo hili wana ushuhuda wa kutosha ambao wametutoa mita kadhaa kutoka kule chini mpaka juu ya mlima huu. Tumejionea wenyewe chemchemi za maji yasiyokauka, meupe, na wenyewe wanasema ni mazuri, iwe ni kunywa, kuogea, kufulia na hata katika shughuli nyingine za bustani. Kweli chanzo hiki cha maji tangu nizaliwe na kukua kwangu nimekikuta, sijasikia kwamba kikauke. Kweli mkulia wa hapa na mimi mwenyewe nilikikuta hiki chanzo cha maji kinaitwa Kongwa Maji. Na chanzo hiki cha maji Kongwa Maji ni cha siku nyingi, mababu wenyewe wamekikuta. Kuja kugundulika maji haya ni mababu kipindi wanatembea porini wakayagundua maji haya. Maji haya ni mengi, ndio maana wakaita kijiji cha Kongwa Maji. Tangu nilivyozaliwa nikakuta kijiji kinaitwa Kongwa Maji. Nikaa najiuliza hata mimi mwenyewe, nikaja kuonyesha kwa kwamba ndio maana tunaitwa Kongwa Maji, maji ni mengi unaona. Nikasema kweli maji ni mengi. Nafikiri ni moja kati ya vitu adimu sana. Tuna maeneo mengi na mengine ni maarufu zaidi, tunayasikia mara kwa mara na watu wanapenda kwenda kutembelea, lakini kwangu mimi nimefurahi kufika eneo hili ambalo ni moja kati ya kivutio. Ni kivutio kikubwa kwa sababu kuna maeneo tunaamini ni makame, kumbe yana vijito vya maji, yana chemchemi na ni maji mazuri, matamu. Nimepata nafasi ya kuyatumia nikiwa huko chini kijijini, lakini pia nikapata shauku ya kuja kupaona kwa sababu ni moja kati ya maeneo ambayo ni mazuri, yanavutia na ni ya kihistoria pia, kwa sababu mtu anapokupa ya historia anakwambia toka azaliwe na sasa hivi ukimtazama ni mzee. Maana yake ni kitu ni cha muda mrefu, kimebeba historia watu wengi, kimebeba historia ya mambo mengi pia, na kimebeba kivutio kwa eneo zima la Dodoma. Kwa hiyo nimefurahi sana na nashauri wengine, yeyote atakayepata nafasi ya kusikia au kujua kwamba eneo hili lipo, basi atembelee. Shukrani za pekee sana kuzishukuru mamlaka zinazohudumia chanzo hiki cha maji, kwani kimekuwa msaada mkubwa sana kwa wakazi na wenyeji wa kijiji hiki cha Kongwa Maji. Nia yangu na dhumuni ya kufika mahali hapa ni kutaka kujua ni kweli jina hili la kijiji cha Kongwa Maji limetokana na chanzo hiki ambacho tunaambiwa hakijawahi kukauka, iwe ni kiangazi cha aina yoyote ile.
Wakati maeneo mengine wanahangaika na shida ya maji, lakini hapa Kongwa Maji kupitia chanzo hiki imekuwa ni furaha kwa miaka yote. Kipindi naenda Nguji napita hapa nachota maji nikiwa mdogo, mpaka sasa ninavyozungumza hapa nimekaa kwenye chanzo cha maji. Ukiangalia sehemu tofauti tofauti hapa maji hayatumiki, mengine wananyesha, mengine yanatiririka bila kutumika. Ni chanzo cha siku nyingi, sisi wenyewe tumekikuta kweli, tangu kukua kwetu tumekikuta chanzo hiki cha maji. Hilo ni jambo la muhimu kwa sababu ukiangalia katika nyakati tulizonazo vyanzo vingi vya maji vinakufa. Tulikuwa tunaona mito mingi mikubwa lakini inapungua kina cha maji na maeneo mengine yanakauka kabisa. Kwa hiyo ninapenda kushauri na kuwapongeza pia. Kwanza kuwapongeza kwa sababu wamekitunza mpaka tumeweza kukikuta leo hii. Maana yake watu waliokuwepo hapo nyuma walikitunza vizuri, walihakikisha mazingira ni mazuri, na hata ukitazama mazingira yanachokizunguka hiki kijito cha maji yana miti mingi, yana majani. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani ambavyo wao waliweza kukitunza. Kwa hiyo kwa kizazi cha sasa hivi na watakaofuata, tunashauri tu waendelee kukitunza vizuri, wasiharibu miundombinu, wasiharibu hali ya hewa, wasiharibu mazingira yanayoizunguka kama miti. Kuna ukataji wa miti, watu wanatafuta kuni, wanatafuta mkaa, lakini wajitahidi kulitunza hili eneo kwa sababu ni lulu. Kwa kweli toka nikue sijasikia kwamba maji yamekauka kijiji cha Kongwa Maji mpaka hivi leo ninavyoongea hapa nimekaa. Kweli maji haya yameenda mpaka mjini, yamefika mpaka Morisheni, yamefika. Ni sehemu mbalimbali ambazo zinatumia maji haya. Sehemu ambayo haitumii maji ni Mlanga, inajitegemea, inakuja Viganga, inakuja Mnyakongo, inakuja Viganga B, mpaka mjini ninavyozungumza wanategemea maji haya. Ama hakika Tanzania tumejaliwa mengi, ukiachilia mbali wanyama, misitu, lakini milima, sasa mabonde, mito pamoja na chemchem. Wilaya ya Kongwa kufikia kijiji hiki cha Kongwa Maji nayo inaingia kwenye historia ya kuwa na chemchem ambayo haijawahi kukauka. Karibu Tabora, karibu Toronto.